الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فاستجاب لهم ربهم، basi akawaitika wao Bwana wao, anni la udhi'u amala amilin minkum, kwamba mimi sitopoteza bure matendo ya ule mwenye kutenda miongoni mwenu, min dhakarin au untha, katika jinsia ya mwanamume au mwanamke, ba'dhukum min ba'd, hali ya kuwa nyinyi kwa nyinyi, falladhina hajaru wa ukhriju min diyari, basi wale ambao walihama kutoka katika miji yao na wakatolewa katika miji yao, wa udhu fi sabili, na wakaudhiwa katika njia yangu, waqatalu wa qutilu, na wakapigana vita katika dini ya Allah na wakauawa, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, nitawafutia wao makosa yao, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na ninaapa vile vile nitawaingiza wao katika mabustani yapitayo chini yake mito ya aina mbalimbali, thawaban min indillah, ni malipo hayo yatokao mbele ya Allah, wallahu indahu husnu thawab, na Allah pana mbele yake uzuri wa malipo, maana malipo mazuri. Aya hii inatufahamisha kutokana na zile aya tulizozigusia jana, ambazo tunazungumzia utawassal wa Muislamu kwa matendo yake mema, kwa imani yake kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Hizi dua kwamba muumini anaweza kumwomba Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa dua hizi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema fastajaba lahum rabbuhum, basi akawaitika wao Bwana wao, ay faajaba Allahu duaahum, bas Allah akaitika akajibu maombi yao, anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin au untha. Allah anasema kwamba mimi sipotezi bure matendo ule mwenye kutenda miongoni mwenu, awe ni katika jinsia mwanamume au katika jinsia mwanamke. Min hapa li bayani jinsi, kuja kwa ajili ya kubainisha jinsia. Ba'dhukum min ba'd, hali ya kuwa nyinyi kwa nyinyi, sipotezi malipo yenu bure tu. Ima ni matendo haya ni matendo ya kheri au ni matendo shari. Falladhina hajaru, basi wale ambao waliwahama, wa ukhriju min diyarihim, tolewa katika miji yao, katika majumba yao, wa udhu fi sabili, na wakaudhiwa katika dini yangu, katika njia yangu, waqatalu wa qutilu, waqatalu, na wakapigana vita katika dini ya Allah, waqutilu, na wakauawa, maana wakauliwa fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, ninaapa nitawasamee wao madhambi yao, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na ninaapa vile vile nitawaingiza wao katika mabustani yapitayo chini yake mito ya aina mbalimbali,
thawaban min indillah, hali ya kuwa ni malipo yatokayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnu thawab, na Allah ndio yake kuna uzuri wa malipo, maana kuna malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa itakuwa ni wale watu wema ambao wamehama kwa ajili ya Allah na wameudhiwa kusubiri katika toa ya Allah tabaraka wa taala, na wakapigana jihadi katika dini yake na wakauliwa hali ya kuwa ni shuhada, shahidi. Basi mwisho wake malipo yake ni aya Allah tabaraka wa taala ambayo tukualipa pepo chini yake, ambao toka tiririka chini yake mito ya peponi, na ni malipo haya kutoka kwa Allah, ni malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul thawab. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad, yasikudanganye we Muhammad maangaiko ya wale ambao waliokufuru katika miji, kuangaika kwao katika kutafuta dunia, katika kufanya biashara, kutafuta faida nyingi, mali. Kuna kwamba watu wameshughulika na dunia yao. Hizi hadari maangaiko haya yasikudanganye akukuhadaa. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad, yasikuhadae maangaiko kuzingazinga kwa wale ambao waliokufuru katika miji. Ay la takhtar ya Muhammadu, sihadalika ya Muhammad bima alayhi ahlul kufr billah, wale ambao waliokuwa nayo wale makafiri wenye kukufuru Allah, kutokana na kule kukujuliwa na maisha ya dunia, na kukujuliwa na riziki, na kule kuhamahama kwao kutoka sehemu hii kwenda katika sehemu nyingine, litijarat, kwa ajili ya biashara, wa talabil arbahi wal amwal, na kutafuta vile vile kutafuta faida na kutafuta mali. Sikuwadai katika mataun qalilun, starehe zao ni starehe chache. Mataun qalilun, starehe zao za dunia ni starehe chache. Bimaana matauhum mataun qalil, thumma maawahum jahannam, kisha makazi yao ni motoni. Wa bi'sal mihad, na ubaya wa tandiko ni hiyo jahannam. Wa bi'sal mihad, na ubaya wa ndoro tandiko ni hiyo jahannam. Mata'un qalilun, starehe zao ni starehe chache tu ambazo wanaishi hapa duniani, tena starehe ambazo zake zenye kuondoka. Thumma ma'awahum jahannam, kisha makazi yao, bimaana marejeo yao, masiruhum yawma alqiyama ila an-nar, yani marejeo yao siku ya kiyama ni motoni. Wa bi'sal mihad, na ubaya wa godoro, ubaya wa tandiko ni hiyo jahannam. Lakini alladhina taqaw rabbahum, lakini wale ambao waliomwogopa Bwana wao, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, wana wao mabustani yapitao chini yake vitu ya aina mbalimbali. Khalidina fiha, hali ya kukaa huko milele. Nuzulan min indillah, hali ya kuwa ni makaribisho yatokao kwa Allah tabaraka. Wama inda Allahi khairun lil abrar, yale yaliyopo mbele ya Allah ni bora zaidi kwa wale watenda njema, wenye kumtenda, wenye kufanya wema, wale wenye kufanya amali salih na tendo mema. Lakini alladhina taqaw, lakini wale ambao wamemwogopa Allah. Lakini alladhina taqaw rabbahum, lakini wale ambao wamemwogopa Bwana wao, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, watapata wao mabustani yakipitayo chini yake mito ya aina mbalimbali. Ay lakini alladhina khafu rabbahum, lakini wale ambao waliomwogopa Bwana wao, wamtathalu awamirahu, na wakatekeleza amri zao, washtanabu nawahiyahu, na wakajiepusha na makatazo yake Allah. Qad a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahti ashjariha anhar, Allah amewaandalia mabustani mitao chini yake al-anhar, mito ya aina mbalimbali, mito ya maziwa, mito ya asali,
min asali musaffa, mito ya pombe, vile vile mito ya maji ghairi asin, maji ambayo yasiyoharibika. Wa inna min ahli wa ma inda Allahi khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele, nuzulan min indillah, hali ya kuwa ni makaribisho kutoka kwa Allah. Ni makaribisho hayo watakukaribisha watu wa peponi. Wama inda Allahi, na yale yaliyopo mbele ya Allah, khairun lil abrar, ni bora zaidi kwa wale wenye kutenda mema. Manake yale ambayo kwa mbele ya Allah ni bora zaidi li ahli taa, wale wenye kumtii Allah tabaraka wa taala. Wa inna min ahli alkitab, na hakika pana katika wale waliopewa kitabu, laman yu'minu billahi, kuna yule ambaye anemwamini Allah, wama unzila ilaykum, na yale ambayo yanateremshwa kwenu, wama unzila ilayhim, na yale ambayo yanateremshwa kwa wao, khashi'ina lillah, hali ya kuwa ni wenye kumnyenyekea Allah. La yashtaruna biayati llahi thamanan qalila, hawazibadilishi aya za Allah kwa thamani ndogo. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, hawe watapata wao ujira wao mbele ya Bwana wao. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Allah ni mwepesi wa hisabu, ni muharaka wa kuhisabu. Allah tabaraka wa taala anaelezea baadhi katika wale waliokuwa kitabu. Wa inna min ahli alkitab, na hakika mna miongoni au inna katika wale waliopewa kitabu, ay wa inna ba'dhan min ahli alkitab, hakika baadhi katika wale waliopewa kitabu, laman yu'min billah, kuna wale ambao wanaomwamini Allah, rabban wahidan, kuwa ni mola mmoja, wa ilahan ma'budan, na kuwa ni mola mwenye kuabudiwa. Wama unzila ilaykum, na kile ambacho kilichoteremshwa kwenu nyinyi, manake na vile ambavyo vilivyoteremshwa kwenu nyinyi, min hadha alqur'ani, katika Qur'ani hii. Wama unzila ilayhim, na vile ambavyo vilivyoteremshwa kwa wao, min at-taurati wal injil, katika Taurati na Injili. Khashi'ina lillahi, hali ya kuwa ni wenye kumnyenyekea Allah. La yashtaruna biayati llahi thamanan qalila, hawazibadilishi aya za Allah kwa thamani ndogo. Bimaana la yashtaruna biayati llahi thamanan qalilan min hutami dunya, katika vitu vya kidunia. Wala yaktumuna ma anzala Allah, na wala hawafichi vile ambavyo Allah ameteremsha. Wala yuharrifunahu kaghairihim, na wala hawabadilishi kama wengine min ahli kitab. Ulaika hao lahum ajruhum inda rabbihim, watapata wao ujira wao, malipo yao mbele ya Bwana wao. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Allah ni muharaka, ni mwepesi wa hisabu. La ya'jizuhu ihsa'u a'mali, kwamba haimshindi yeye Allah kule kudhibiti matendo yao. Wa muhasabatuhum alaiha, na kule kuwahesabu wao juu ya hayo matendo yao, ili Allah alimshindi. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mnaamini, isbiru, vumilieni, wasabiru, na sindaneni katika kusubiri, warabitu, na kuweni imara, wattaqullaha, na muogopeni Allah, la'allakum tuflihun, ili nyinyi mpate kufaulu. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliamini, ay saddaqullaha wa rasulahu, wale ambao wamesadikisha Allah na mtume wake, amilu bishar'ihi, na wakazifanyia kazi sheria zake. Isbiru ala ta'ati rabbikum, vumilieni juu ya kumtii Bwana wenu. Isbiru, vumilieni juu ya kumtii Bwana wenu. Wa ala ma yanzil bikum, yale ambayo yanayoteremka kwenu nyinyi, min dhurrin wa bala, kutokana na maradhi na mabalaa mbalimbali. Wasabiru, na vile vile saidianeni katika subra, manake nashindaneni katika subra. Wasabiru a'daa, na jikalifisheni kusubiri juu ya maadui zenu. Warabitu, na kuweni imara, sawa, manake nashikamaneni, kuweni imara. Wattaqullaha, na muogopeni Allah, la'allakum tuflihun, ili nyinyi mpate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran imalizika. Sura inayofuatia ni Surat An-Nisa.
سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إني واتوا بين ونوين، الذي خلقكم من نفس واحدة، بايا مؤمنين وتكرن نفس موجة، وخلق منها زوجها، نأمرون الله وتكرن نفسه مكواكي زوج كيونا مانا يمكن سواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نأكينيس الله كتكرن ويلواو wanaume wengi wanisaa na wanawake wengi na wanisaa kathira. wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, na muogopeni Allah ambaye mnaomba manake mnaombana bihi kwa ajili yake. wal arham, na ogopeni sawasawa. wal arham, na ogopeni kukata, manake wattaqul arhama an taqta'uha, na uogopeni udugu kukata, manake uogopeni kukata udugu. inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Allah awe mlinzi alwenye kuwalinda, muraqib jamii ahwali. ya ayuha nnas, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni bwana wenu, manake khafu Allaha waltazimu awamira, muogopeni Allah na mlazimianeni na amri zake. alladhi khalaqakum min nafsin wahida, Allah ambaye ameumbeni nyinyi kutokana na nafsi moja. Nafsi moja hapa hiya Adam alayhi salam, alayhi salatu wassalam, naye ni Adam mwanamani, nafsi moja. wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na nafsi hiyo mke wake. wa hiya Hawa, naye ni mama yetu Hawa, ametoka katika mbavu za mzee Adam. Hawa sawa. Allah tabaraka wa taala akamwambia mke wake ayamke huyo Adam, kazi kwa. wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akaeneza Allah. Batha bimaana wa nashara, akaeneza akatawanya, minhuma, kutokana na wawili hao, tena akaeneza fi anhai al-ardh, katika pande zote za ardhi hizi. rijalan kathira, wanaume wengi, wa nisaa kathirat, na wanawake wengi vile vile. Ikawa wanadamu wale wanazaliana, Adam na Hawa ikawa wanazaa, na vizazi vyao ikawa vinazaa, ikawa wanazaa, wakazaliana tukawa wengi katika ardhi. Alhamdulillah. wattaqullaha, na muogopeni Allah, alladhi, Allah ambaye tasaaluna bihi, mnaombana kwa huyo Allah. Sawa, yasalu bihi ba'dukum ba'dha, manake mnaombana kwa ajili ya Allah, nyinyi kwa ajili. wal arham, na vile vile uogopeni udugu kukata. Sawa, manake wattaqul arhama an taqta'uha, uogopeni udugu kukata, ndio wal arham. sawa, manake wattaqul arham. inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Allah aweko nyinyi ni mlinzi mwenye kulinda hali zenu zote. wa atul yatama amwalahum, na wapeni mayatima mali zao. wala tatabaddalu alkhabitha bitayyib, na wala msikibadilishe kile kibaya kwa kizuri. wala taakulu amwalahum ila amwalikum, na wala msizile mali zao pamoja na mali zenu. innahu, hakika kufanya hivyo, kana hubban kabira, utakuwa ni dhambi kubwa hilo, itakuwa ni dhambi kubwa. Na hapo wanakomeshwa wale wenye kula mali za yatima, au kuchukua katika mali yatima nzuri alafu ukamwekea mbaya, au kuchanganya mali yatima na mali yako ukachanganya ikawa unatafuna tunakula, yote haifai. Mpeni sana hivi, sawa. Msile mali za yatima, mashallah, msile mali za yatima. alladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, alafu wataingia motoni hao. Fanya hivyo,
wa atul yatama amwalahum, na wapeni mayatima mali zao. Ay wa a'tu man mata aba'uhum, na wapeni yule ambaye wamekufa baba zao. Wa hum duna albulugh, na hali ya kwao wako chini ya umri wa bala. Sawa, huyo ndio yatima. Yatima ni yule ambaye mata abuhu wa huwa saghir, amekufa babake na hali ya kwa yeye ni mdogo, hajabale, lam yablugh ba'd, lam yahtalim, hajabale. Huyo ndio yatima. Sio kama umefelewa na mama yako lakini baba yupo ukasema wewe ni yatima. Au na miaka zako 30 babako na amekufa jifanye wewe yatima. Wewe sio yatima, sababu ndio watu wanavyochukua. Ukishafuna babake basi, au akifuna na mmoja katika wazazi wake ni yatima. Sivyo hivyo. Yatima ni yule ambaye amefiliwa na baba yake na hali yako yeye mdogo, hajabale. Wala tatabaddalu alkhabitha bitayyib, na wala msibadilishe kile kibaya bitayyib badali ya kizuri. Sawa, sifanya hivyo. Manake wala ta'khudhu aljayyid, na wala msichukue kile kilichokuzuri. Min amwalihim, katika mali zao. Watajaluna makanahu arradi, na watajaluna mkajalia makanahu, mahali pake arradi, ile siyafika kitu kibaya. Min amwalihim, katika mali zao. Labda mtu akachukua mnyama kama mbuzi mathalan baya, akamwingiza katika fungu za yatima, alafu katika ule mbuzi mzuri yatima akamchukua yeye. Sawa, sifanye hilo. Huo ni mfano. Wala taakulu amwalahum ila amwalikum, na wala msile mali zao pamoja na mali zenu. Manake mkachanganya, mkafanya zile mbili za kula mali ya yatima, ukachukua kidogo kaongeza na zako ifanya biashara, lakini lengo ni kulinda ile mali ya yatima. Fanya kama hila fulani, wafanya hila, sifanye. Innahu, hakika jambo hilo, kana huban kabira, limekuwa ni dhambi kubwa. Hiyo ni dhambi kubwa, sifanye hilo. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, na mkiogopea kutokufanya uadilifu katika mayatima. Fankihu ma dhaba lakum, basi oweni yule mwanamke ambaye ni halali kwenu. Ma ikiwa na maana ya mali, ikiwa na maana allati. Taba bi maana halla. Sawa, fankihu, basi oweni ma yule mwanamke ambaye taba lakum, sawa, amekuwa ni halali kwenu. Ina nisai, katika wanawake. Mathna, aliyakuwa ni wawili, wa thulatha, aliyakuwa ni watatu, wa rubaa, ni wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu, na kama mtaogopea kutokufanya uadilifu. Fawahidatan, ay fankihu imra'atan wahida, bas oweni mke mmoja. Au ma malakat yaminukum, au ma malakat aymanukum, ama yule mwanamke ambaye imiliki mikono yenu, maana watumwa. Dhalika adna alla ta'ulu, hilo lipo karibu zaidi na kutokufanya dhulma. Sawa, na hii inahusu wale ambao watakujipiga majiko. Sawa, wale ambao watakakuoa. Hii inahusu wale waji. Sheikh anasema wa in khiftum alla ta'dilu fi yatama an-nisa'i, kama mtaogopea kutokuwafanyia uadilifu katika wale mayatima wa wanawake. Allati, wanawake ambao tahta aidikum, wako chini ya miliki yenu. Sawa, manake unalea yatima mwanamke, unamlea yatima mwanamke. Alla tu'tuhunna muhurahunna, ani kwa kule kutokuwapa wao mahari zao, kaghairihinna, kama wanawake wengine. Faturukuhunna, basi waacheni. Labda kuna myatima, mtu yatima kwa wamlea. Sasa umemlea mpaka amekuwa mkubwa, sasa utaka kumua, lakini sasa utaka kumua, utaka kutoa mahari. Alikuwa ndio kifanyika kwa zamani. Utachukua yatima tu ambaye kafelewa, hana baba, kakaa mlea, lakini mwanamke amlea mpaka ameshakuwa mkubwa, atakamuoe, lakini atakumpa mahari. Sababu gani? Kwa sababu alimlea, alipata gharama zake. Sikumlea huyu, sikala sala dona langu, kwa sababu atakakumua biduni mahari, hasna mahari. Allah anasema waacheni, oweni wanawake wengine.
Iko sawa? Ndipo Allah sema wa in khiftum, na kama mtaogopea, alla tuksitu fil yatama, kutokufanya uadilifu kuhusiana na mayatima, hawa watima wa wanawake ambao mtaka kuoa, mkiogopea kutokufanya uadilifu katika kuwapa mahari zao, fankihu ma taba lakum minan nisa, basi oweni wanawake wengine ambao ni halali kwenu nyinyi, minan nisa, katika wanawake wengine huko. Hawa wanawake wa yatima wacheni. Sawa? Mathna, hali ya kuwa wawili wawili, nakuzo kwa wawili papa, adhuhuri kapija mmoja, alasiri kapija mwingine, kama kweli ni shujaa. Wa thulatha, na watatu, kwa watatu pia. Wa rubaa, na wanne, mwisho hapo. Sawa? Waki mwisho wanne. Alafu fa in khiftum alla ta'dilu, na kama mtaogopea kutokufanya uadilifu. Uadilifu katika nini hapa? Fi nafaqa, katika posho, wal kiswa, katika mavazi, wasukna, katika makazi. Sawa? Alafu na nini? Wal mabit, na katika kulala. Ikawa vitu vinne hivi huna uadilifu navyo, ima ni katika kula, au ni katika mavazi, au ni katika makazi, au katika kulala. Huna uadilifu katika vitu vinne hivi. Kama utoa wake wawili au watatu, huna uadilifu navyo katika vitu vinne hivi. Sio katika kupenda. Kupenda ni habari nyingine. Unaweza kuwa na wake watatu lakini kuna mmoja wampenda kweli kweli, uone usikii, yani jicho huna wala masikio huna. Sawa sawa. Na kama una akili basi una nusu tu kwa mke huyo. Ipo hiyo huko, sheria hakuja huko. Sheria umekuacha wewe mwenyewe, sheria imekuacha kama ulivyo katika masala ya kupenda. Sheria imekuacha mwenyewe, sheria imekuja katika vitu hivi vinne tu basi, ndio uadilifu na kusudi hapo. Sawa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema fa in khiftum, na kama mtaogopea, alla ta'dilu, kutokufanya uadilifu, fawahidatan, ay fankihu imra'atan wahida. Sawa? Basi oweni mke mmoja, manake inaonekana kama mke mmoja ndio utakuwa una uadilifu naye. Au ma malakat aymanu, ama yule ambaye imemiliki mikono yenu. Aymanu, imemiliki mikono yenu ya kuume, maana mtumwa. Manake mke mmoja pia kwamba ukimshindwa kumuoa, mke mmoja pia kama umeshindwa kumuoa mwanamke ambaye ni hurra, umeshindwa kumuoa pia, basi nenda kwa mtumwa, tafuta mtumwa muoe. Na kama iko na mtumwa sasa hamna, tafuta mke mwenye bei nafuu. Sawa? 10,000 tu mwenye wa wazao, kuna nafasi. Sasa 5,000 sababu hizo sasa, je, kama watu safuna na wewe ndio Mungu anasemeza watu wanafuta, tafuta watu wanafuu, tafuta mke wa ghali. Wewe mwenyewe mshahara wako ni 50,000, alafu tafuta mke wa ghali, yale mafuta yake tu mwenyewe kujipaka ni 1,500,000, au sio bana? Yaani mwenyewe akutajere ratiba tu vile vitu anavyovitumia vya kujipamba, ratiba yake ni 500,000. Kuna mafuta ya nywele haya, kuna perfume hii, kuna rangi ya mdomo hizi, kuna jikebe na kila mdomo kila ina rangi. Jikebe kama hivi inauzwa na 30,000, nyingine inakwenda mpaka 80,000. Na mwenyewe mshahara wako ni shilingi 50. Sasa kujitia janga la bora la nini yote? Afute sasa mke wako anafuu. Sasa mke wako shilingi 40, mke wako mzuri 30. أصل بدمات قدر وصاف شفاء ذلك هيلو أدنى لبقرب زيد ألا تعودوا كتكفن ظلما. إذ الله نبنى قربية الله تبارك أدنى لمن أقرب إلى عدم الجور والتعدي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نوابيني wanawake mahari zao nihla. Sawa? Waatu nisaa, wapeni wanawake sadaqatihinna, mahari zao nihla, hali ya kuwa ni tunu, hali ya kuwa ni zawadi. Sawa? Ile mahari ile ni tunu,
ni zawadi, na mahari ndio inakufanya wewe ikakuhalalishia wewe mke unaomuoa. Sio na maneno mengi bora kusema mke mimi anipenda bana, nataka chochote kwangu mimi, na chochote wewe ni wewe bana, lazima utoe mahari. Ni wajibu, usijitoe refu sana na maneno mengi ikawa zunguka huku mwingia huku, amtoe mahari. Mahari ni wajibu. Amri hii yaktabu alwujub, tara ukasema hii amri ni istihbabi, ndio usuli wanaposema ni wujub amri hii. Wa atu nisa, na wapeni wanawake sadaqatihinna nihla, mahari zao haliyakuwa ni tunu, anakuwa ni zawadi. Tunu maana yake ni tunikio, inatutunukia na ni zawadi hiyo. Fa in tibna la, na kama watawafanyia ni wema hawa wanawake, an shay'in, kuwasamehe chochote, minhu, katika hiyo mahari, nafsan, kwa ridhaa za nafsi zao, fakuluhu, maskuleni mahari hayo, hanian, kwa furaha, marihan, kwa mwisho mzuri. Yani kwa labda mwanamke mahari yake ambayo anaotaka yeye, kuna baadhi ya mahari yeye akakupa labda mahari milioni 1 ukaitoa, wale mapenzi yake toka kwa 500,000, chukua ile 500,000 kula mzee, hamna wasiwasi. Kwanza kwa ile asili unaweza kutafuta mahali tukajibia chipsi zako na mishikaki, kula matatizo, lakini nafsa baridana nafsa sawa. Fa in tibna lahu, na kama watawafanyia ni wema nyinyi, an shay'in minhu, kuwasamehe kitu katika hiyo mahari, kuwasamehe sehemu katika hiyo mahari, nafsan, kwa ridhaa za nafsi zao, fakuluhu, basi kuleni mahari, hanian, kwa furaha. Kwa maana hanian, kuleni kwa furaha, sawa. Marian, kwa mwisho mzuri tena, yani maanake ule furaha na kwa mwisho mzuri. Wala tu'tu sufahaa amwalakum, na wala msiwape wale wapumbavu wa akili mali zao. Allati, wala tu'tu sufahaa amwalakum, na wala msiwape wale wapumbavu mali zenu. Allati, mali ambazo jaala Allahu lakum qiyaman, amejalia Allah kwenu nyinyi ni msingi wa maisha yenu. Warzuquhum, wasiwapeni wao riski, fiha, katika mali hizo. Waksuhum, na niwavisheni wao. Wakulu lahum qawlan ma'rufa, na waambieni wao maneno mazuri. Hapa nazungumzia ule almahjur, yule mwenye kuzuiliwa mali yake, yani safahi, kwa sababu ya ule ujinga au kwa sababu ya upumbavu, akili yake haiko madhubuti kabisa, au ni sighar, au kwa sababu ya utoto, anaitwa mahjurun alayhi. Sababu kuna mtu anaweza kuzuiliwa kutokupewa mali yake kwa sababu hawezi kutumia ile mali, sababu akili yake haiko vizuri, sio rashid, sawa, haiko makini. Kisha mtia hela tu namna hiyo, enda piga fulani siku 2 leo tutamaliza, anapojaza kitu nataka tena hela. Wewe umekupa milioni 1, jana umefanyaje? Hakuta maneno mengi kabisa, usimpe hela, sawa. Wampa 500, achukue 500, kumwangalia mpaka umempa asubuhi mpaka jioni, katika kaifika fu, wafanyaje? Wafikiri 500 ifuta jua kani yote, wakati ndio kwa shilingi 2000 ukaifanya bajeti 2000 za katunda siku leo 500, kesho 500, kesho 500, kesho 500, mafunga nyingi. Sasa kama mtu bajitia funga, kuna mambo magumu. Kwa hiyo alafu tafuta hadithi chungu nzima kwa unaso. Mtume aliingia kwa mama Aisha akasema, la indakum shay, je, kuna chochote? Kaambia hakuna. Akasema, fa idhan ana sa'im, mimi nikufunga. Kumbe una hela ndivyo. Sasa hawa watakiwa kwanza wazuiliwa, wasifiwe mali zao, mpaka kisha kwamba huyu ni mtoto mdogo tayari kashakuwa, akili yake ni vizuri, na huyo ambaye akili zake za yumba yumba tayari kwamba akili yake imekomaa vizuri, anaweza kutumia pesa vizuri. Bila katika masala kifiku amezungumza masala haya. Wala tu'tu sufahaa amwalakum, na wala msiwape wale wapumbavu wa akili mali zenu. Sababu manake mali zenu biitibari makana, kuzingatia vile ilivyokuwa, manake mali zilikuwa ni mali zao, zikanana miliki yao.
allati, mali ambazo jaala Allahu lakum qiyaman, amejalia Allah kwa nyinyi ndio msingi wa maisha yenu. Allah pia ajua kwamba mali ndio msingi wa maisha. Warzuquhum fiha, na wapeni wao riziki katika mali hizo. Manake riziki umpe mali tu ambazo za kula na kunywa, na waksuhum, na wavisheni. Manake unapotaka masala ya nguo pia masala ya chakula wao, ama masala mengine unamina patulia. Mimi nitakamaliza kutulia, wewe huna akili basi kama nani. Mwambie sasa akili, wewe huna akili. Yaani kwamba bado. Sasa kuna watu wengine wakishakuwa tu basi naweza kufuata mbio kwa kale mali zangu na baba zangu. Huja namna moja na nini. Sasa tu kama unawapashua, bila akili zako bado hazijatulia. Wewe utakuwa ukija hapa unapata ila dona na nini, au kama atakapata kidogo kidogo nguo joa. Ama mali ya kukupa hizo milioni 30 zote nikupe wewe kwa bibi, bila akili yako ni mbaya, sikupi. Na sheria inayo inakulinda. Kama leo kama unakwenda katika mahakama za Kiislamu, sheria inakulinda na haki. Sababu aya hii inasema, aya hii inakulinda. Warzuquhum fiha, basi waruzukuni wao katika mali hizo, maanake wapeni riziki. Waksuhum, na wavisheni. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, na waambieni wao maneno mazuri. Maneno mazuri maanake ni kumpoza, sio waswatu sana kwa mali yako. Ama kama atakuja nafuja sasa ndo lakini namwambia mali zipo, sio waswatu. Sababu kuna watu wengine akamana taharuki, basi msaliwa nini, basi wewe mali zipo. Ngoja kucheki, kuona cheki ya na ngapi? Kuna milioni 150 na mbele. Soma zako kwanza mpaka uwe vizuri kabisa. Kaula ma'ruf. Ay wala tu'tu ayyuha al-awliya, wala msiwafi enyi mawali, man yubadhir, yule mwenye kufanya israfu, min ar-rijali wal nisa, katika wanaume na wanawake, wasubiana na watoto, amwala kusote mali zao, allati tahta aydikum, ambazo zipo katika miliki yenu, fayadhauha, wakaziweka mali hizo fi ghairi wajhiha, katika sehemu isiyostahiki. Fahadhihi al-amwali allati alayha, ni mali ambazo zipo qiyamu hayati nnas, ndio msingi wa maisha ya watu, msingi madhubuti wa maisha ya watu. Kama tuko sawa. Wabtalu liyatama, na vile vile wapeni mtihani mayatima, hata idha balaghu nikah, mpaka watakapofikia balagh. Wabtalu liyatama, na wapeni majaribio mayatima. Na hapa Allah ametaja yatima bi'tibari ma kana, lakini mayatima hapa manake wale wayatima ambao tayari washakuwa, tayari yatima umemlea yeye kashakuwa na una mali zake, watakakupa usimpe tule moja kwa moja. Wamuuliza kwanza, hivi kwa 500 kwa biashara gani? Kabisa au mitumba matamano, watakuja pesa kweli hapa. Sasa pale manzasi sasa sasa kwa inatosha ingia kwa Dar es Salaam pale mtaa wa Gongola Mboto, nichukua mitumba yangu itapata dhamana, hata kuja biashara yangu vizuri tu. Ambia sasa ashika 500 faida kama 1,000 hivi, hata siku wiki moja. Sasa mwenyewe na maneno yako fresh ndio haya ndio tu haijatangamana. Kwa hiyo unaona kuna biashara iweza umeingiza tena 500,000 jana kwa vizuri, kuingiza 500,000 mpaka mwana ametulia vizuri. Sasa kabisa mali zake zote, lakini umemtia mali 500,000 inaweza sababu amemlipa na shilingi vipi baba, hivi biashara tu imekuwa wapi? Vipi sisi pale nani tuaroba fanyaje kaza majana zangu, mbona huja umia mbona mkwagua vipi shilingi jana bana mengi. Sasa huyo mwambie atasubiri sana, mwambie asubiri ndio utapata kitu moja. Wabtalu liyatama, na wapeni mtihani, wapeni majaribio mayatima. Mayatima na kusema hapa ni wale tayari wameshabala. Hii ni itibari makani, zingatia vile walipokuwa mwanzo. Hizi ni katika asalimu za lugha ya Kiarabu. Hata idha balaghu nikah, mpaka pindi watakapofikia balagh, kuonyesha kwamba mtu anapofikia balagh aowe kama mtu nikaha. Sawa.
fa in anastum minhum rushdan, na kama mtajua kwa wao uongofu, utimamu wa akili, fadfa'u ilayhim amwalahum, basi wafeni wao mali zao. Allah anasema tabaraka, utakapojua طيب فإن آنستم منهم رشدا, na kama mtajua kwa wao, maana kama mtajua kwa wao rushdan, ule utimamu wa akili, sawa, fadfa'u ilayhim amwalahum, basi wapeni wao mali zao. Wala taakuluha israfan, na wala msizile mali hizo kwa fujo, wa bidharan, na kwa haraka haraka, ayakulu, kwa kuwa tu watakuja kuwa wakubwa hao. Sababu kuna watu wengine wanazile zile mali za yatima kwa haraka na kwa fujo, kwa kujua kwamba wao watakuja kuwa wakubwa, watakuchukua hizo wasitumia mpaka shakuwa wakubwa. Wana wakiuliza mimi nikusomesha kwa hapa nyumbani, kwa kula na kana kusomesha kana nafasi kubwa, maelezo mengi mali, tumia mali vizuri ili uweke akiba, wakija kuwa wakubwa wale wako kutobakia. Wala taakuluha israfan, na wala msimanake wala msizine mali hizo za yatima israfan, kwa fujo. Sawa, israfan anapokuja kupetuka mipaka. Wa bidharan, na kwa haraka haraka, ayakulu, kwa kuwa tu watakuja kuwa wakubwa hao na watakuja zidai mali zao. Wa man kana ghaniyan, na yoyote atakayekuwa ni mwenye kujitosheleza, falyasta'fif, basi ajizuie na kula mali za yatima. Yani yule waliu ambaye anasimamia mali ya yatima, lakini mwenyewe ana uwezo, basi asiwache zile mali za yatima zile, asizile, ana ile mali yake. Si unao uwezo wewe, wala mali ya yatima tena, kwa maana yake. Wa man kana ghaniyan, na yoyote aliyekuwa ni mkwasi, mwenye kujitosheleza, sawa, mwenye mali, falyasta'fif, basi ajizuie kutokula mali ya yatima. Wa man kana faqiran, na yoyote atakayekuwa ni mwenye kuhitaji, manake ni fakir, falyakul bil ma'ruf, basi na ale kwa wema, kwa uzuri. Nataka mejua kwamba unahitaji, basi utumie vizuri, tumia kwa wema, sio unajulia tu, huna uchungu nazo bana. Fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum, na pindi mtakapowapa wao mali zao hao mayatima, fa ashhidu alayhim, basi shuhudizeni, manake shuhudieni hao, manake washuhudizeni wao, manake teni mashahidi, teni mashahidi, wale mashahidi kama vile mwashuhudiza kama mnakabidhi. Fa ashhidu alayhim, basi washuhudizeni wao, lakini leteni mashahidi kwa wao. Wakafa billahi hasiban, na inatosha Allah kuwa ni mwenye kuwahisabu. Au wakafa billahi shahidan, ni wakafa billahi hasiban, na inatosha Allah kuwa ni shahidi kwenu nyinyi. Hasiba iko na maana shahidan, au hasiba iko na maana muhasib, yote maana yake. Fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum, na pindi mtakapowapa wao mali zao, manake wao mayatima, sio? Fa ashhidu alayhim, basi shuhudizeni kwao, shuhudizeni kwao, manake leteni mashahidi, leteni mashahidi kwa wao. Wakafa billahi hasiba, na inatosha Allah kuwa ni mwenye kuwahisabu nyinyi, au kuwa ni shahidi kwa nyinyi. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.